Kwa majina naitwa Anodi Andolini Bwechumu, ndiye mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Holy Smile, ambao sisi ndio waandaaji wa event hii ya Mdau Shupavu Kanda ya Ziwa. Lakini Mdau Shupavu Kanda ya Ziwa haikuanza kwenye ngazi ya kanda tu, tumeanza kwa ngazi ya halmashauri, baadaye tukafanya kwa ngazi ya mkoa, na sasa tumefika ngazi ya Kanda ya Ziwa. Tuzo hizi zimechukua mikoa takriban 6, ambapo kila mkoa ulikuwa na mshiriki mmoja. Tunazungumzia mkoa wa Mwanza, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Mara, mkoa wa Simiyu, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Geita na mkoa wa Kagera. Kwa ni mikoa yote ambayo imekutanisha wadau mbalimbali ambao tuzo hizi tuliwashindanisha kwa nafasi mbalimbali, lakini zaidi kubwa ni kwamba ni kufanya lile zoezi la kuwapigia kula. Lengo ni kuwatambua wadau shupavu, kuwapa thamani na kuwafanya waendelee kujiona kwamba wao ni bora katika huduma zingine za kijamii. Na leo ndio maana tumekuja hapa Gold Crest kwa lengo la kuwakutanisha wadau. Kwa kipekee tunawashukuru sana Baraza la Sanaa la Taifa BASATA, sababu pia umeweza kutumia mwakilishi wao ambaye ni mkurugenzi wa sanaa. Kipekee huyu amekuja kuwa na mchango mkubwa. Kwa hiyo tunaamini shughuli zinazokuja za Mdau Shupavu Kanda ya Ziwa zitakuwa na impact kubwa. Lakini sasa sisi hatua yetu kubwa baada ya tuzo hizi za Kanda ya Ziwa, tutakuwa na tuzo za kitaifa. Kwa hiyo wadau wategemee kwamba baada ya kuwatoa hawa Wadau Shupavu Kanda ya Ziwa, tutafanya pia kanda zingine, kanda za kati, kanda za magharibi, nyanda za juu kusini na nyanda zingine. Lengo tuwapate wadau shupavu kwa ngazi ya taifa. Sisi tumeamua kuwafikia wadau kwenye kila halmashauri, kila wilaya, kila mkoa, ili tumpate mdau shupavu ambaye ni strong, anayeweza kutambua na kuthamini michango ya wadau mbalimbali. Wadau wa sanaa, sisi wito wetu kwa Baraza la Sanaa la Taifa BASATA, ambao wao kimsingi ndio waangalizi. Unajua BASATA wao wanasimamia, hawaandai. Kwa sisi ndio tunaandaa. Kwa kama BASATA wadau wa sanaa tunawaomba kwanza watuunge mkono sisi wadau ambao tunatoka Kanda ya Ziwa. Tuna vitu vingi vikubwa, nadhani leo pia umeweza kujionea, matokeo ni mengi mazuri, na kikubwa ni kwamba ni muda tu ulikuwa utoshi, lakini tumeandaa vitu vingi vikubwa vya kutosha kwa niaba ya wadau wa Kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tunaomba BASATA watutembelee, waje wawekeze kwetu Kanda ya Ziwa, lakini pia ziko sekta mbalimbali. Wako ndugu zetu wanafanya nyimbo za asili lakini hawajafikiwa bado. Kwa hiyo tunatamani BASATA ije tufikie, iwaongezee elimu watu, na baadaye tunaomba BASATA itupe ushirikiano ili tuzo hizi ziwe na hadhi mpaka ya nje ya. Sisi kama taasisi ya Holy Smile tuna mkakati mkubwa. Cha kwanza, mkakati wa kwanza ni kuandaa majukwaa mbalimbali. Baada ya jukwaa hili tunategemea kuandaa pia jukwaa la Miss World Lake Zone ambalo tutafanyika pia hapa Mwanza, lakini pia tunatarajia kwamba baada ya tuzo hizi sasa za Kanda ya Ziwa tunaenda mikoa mingine ambayo tujafika, kwa sababu tumefanya tu mikoa 6 toka tumeanza. Kwa tunatamani tufike mikoa yote zaidi ya 30 ambayo iko ndani ya Tanzania na Tanzania bara. Kwa baada ya hatua hii ya Kanda ya Ziwa tunaenda kanda zingine. Kwa tutaingia Kigoma, tutaingia Tabora, tutaingia mikoa mingine. Lengo ni kuwafikia wadau wote kila mkoa. Ndio. Changamoto ya kwanza ni watu kuwa na mapokeo tofauti. Unajua watu wanaamini tuzo labda ni za mataifa mengine, mataifa makubwa. Kwa bado hawajaamini kwamba katika tuzo kunaweza kuwa na mafanikio kwa ndani ya kanda zao. Kwa hiyo changamoto kubwa ya kwanza ni watu kutokuwa na imani ya majukwaa haya, lakini tunashukuru Mungu kupitia sisi wameanza kuelewa majukwaa mengine. Lakini pia changamoto ya pili ni watu kuchelewa kufika kwenye matukio haya. Unajua tunaandaa vitu vizuri na vikubwa, kwa sababu baada ya kuvifanya kwa wakati inabidi sasa tuanze kufanya haraka. Leo tulitamani watu wazungumze, yani kila mshina yazungumze, lakini sasa mtu anafika ukumbini saa 4, kuna sasa unajikuta badala ya kufanya kitu kwa wakati inabidi sasa mwanzo kukimbizana kwa muda. Lakini pia changamoto pia nyingine ya tatu, wadhamini ni wachache. Wadhamini bado wako wanarudisha mikono nyuma kwa sababu hawaamini katika majukwaa haya. Lakini sasa tunaamini kupitia sisi Holy Smile na taasisi zingine waje kuwekeza kwetu, lakini pia na mashirika pia mengine yawekeze pia kwenye majukwaa na matamasha mengine, kwa sababu sisi tunatamani kuinua na kuendeleza sanaa. Changamoto ya mwisho kubwa kabisa ni watu kuwa na matokeo yao wenyewe. Unajua tuzo ni matokeo na tuzo pia ni maamuzi. Ni kama unavyoona uchaguzi wa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais yeye wakati anaingia madarakani alienda kuomba kura. Sasa na wanamiliki wa Tanzania na watu wanajua kazi yake. Sasa unakuta anawania tuzo lakini aende kuomba kura na akiamini kwamba yeye ni mshindi. Kwa sababu mwisho siku baada ya zoezi la kula kupigwa likaisha na akashindwa, anaanza kulaumu kwamba sisi tulioandaa tumeandaa watu wetu. Kwa tunatoa rai kwa wadau shupavu kwamba ikitokea jukwaa lolote sio tu la Holy Smile, kama kuna sehemu kuna mchakato wa kupigiwa kura, ufuate utaratibu, upigiwe kura na uweze kuwa mshindi. Lakini zaidi ni kwamba sisi tunatambua wadau shupavu ambao ni shupavu kweli kweli. Asante sana.